Ndugu zangu, niwaombe muungane nami kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku uhai na siha njema na kutuwezesha kukutana pamoja leo hapa katika kilele cha maonesho ya sherehe za wakulima, wafugaji na wavuvi maarufu kama Nane Nane kwa mwaka huu wa 2026 katika viwanja hivi vya John Samuel Malecela hapa mkoani Dodoma. Faraja yangu ni jina la viwanja hivi. John Samuel Malecela, mzee wetu ambaye amelitumikia taifa hili kwa siku nyingi katika nyadhifa mbalimbali, tumeamua kutoa jina hilo kwa viwanja hivi. Aidha, ni kushukuru Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Waziri wa Uvuvi na Mifugo kwa kunialika kuja kujumuika na ndugu zangu wa Tanzania waliojitokeza kwa wingi mahali hapa ili kuadhimisha siku hii ya wakulima, wafugaji na wavuvi. Nawapongeza kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Ujenzi wa uwanja, kweli tunaelekea kwa uwanja wa kimataifa. Bado tuna kazi ya kufanya, lakini tutafika huko. Miaka miwili, maonyesho mawili yajayo, uwanja huu utakuwa na hadhi nyingine, utakuwa na huduma zaidi na miundombinu zaidi ili uwe uwanja wa kimataifa. Na hapa nakubaliana na pendekezo lako Mheshimiwa Waziri wa Kilimo kwamba tutazindua maonyesho haya kwenye kanda mbalimbali, lakini kilele kitakuwa siku zote hapa Dodoma kwenye uwanja wa kitaifa, uwanja wa kitaifa wa shughuli hii. Pamoja na hayo, nichomekee jambo jingine, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Mwaka huu mmeongeza kanda ya maonesho kule nadhani nyanda za juu kusini, nyanda ya kwa kanda ya ziwa, kwa sababu ni eneo kubwa, mmeongeza maonyesho. Lakini kanda ya magharibi nayo ni kubwa, kusini mpaka nyanda za juu kusini nayo ni kubwa. Kwa hiyo kwa mwakani niwaombe nayo ikateni mara mbili, sababu kanda ile inatoka Ruvuma mpaka Rukwa na Katavi. Hiyo ni mikoa mingi sana. Ikateni na yenyewe ziwe kanda mbili tofauti. Niwapongeze kwa maandalizi mazuri haya. Kama ilivyosema, uwanja unaendelea kujengwa vizuri na kuweka mazingira zaidi mazuri kwa ajili ya maonesho haya. Wananchi wamekuweko hapa kwa wiki nzima wakijifunza mbinu zenye tija na utaalamu mpya katika kuzalisha, kuhifadhi na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, pamoja na kujua masoko au kutambua masoko ya bidhaa hizo. Kipekee nawapongeza wadhamini na washiriki wote wa maonyesho haya ya mwaka huu. Na kila ninapofika mahali hapa huwa pamoja na mambo mengine nafanya tathmini yangu mwenyewe binafsi kwa maonyesho ya mwaka husika na mwaka uliopita. Nataka niseme kwamba mwaka huu mambo ni moto moto. Maonyesho yamefana sana, mpangilio ni mzuri sana, na hongereni mno. Na ni matumaini yangu kwamba mwakani na miaka inayofuata yatakuwa mazuri zaidi. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kama ilivyo desturi, nilipowasili hapa katika viwanja hivi, nilianza kwa kutembelea baadhi ya mabanda ya maonyesho na kujionea shughuli mbalimbali za uzalishaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Nimetembelea banda la vijana wabunifu pamoja na banda la kampuni ya mbolea kutoka Urusi na kujionea matumizi ya teknolojia na ubunifu katika kuongeza tija. Nimefurahishwa pia na vijana niliokutana nao ambao wameonyesha uthubutu wa kutumia maarifa na ubunifu kutatua changamoto za uzalishaji katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa ujumla, maonesho haya tunayoshuhudia ni sehemu tu ya mengi mazuri tulionayo kwa wakulima, wavuvi na wafugaji wetu kote nchini. Katika banda la vijana
nimekutana na vijana wabunifu waliounda drone au ndege nyuki ambayo kazi yake ni kumwagilia au kupulizia mazao. Hii ndege wamefanya wenyewe, lakini chini ya ulezi na mafunzo kutoka shirika la AGRA. Na katika kuwakuza, aliomba tumwongezee kimtaji ili aweze kujenga ndege kubwa zaidi. Aliyojenga inaweza kumwagilia robo eka, lakini akijenga kubwa zaidi ambayo itabeba kama lita 10 za dawa ataweza kumwagilia eka nzima. Kwa jitihada niliyoiona pale na nguvu iliyowekwa na AGRA na ubunifu wa vijana wale, nimekubali kutoa mtaji ili ajenge ndege nyuki ya kwanza na tuione kama inafanya kazi. Ikiweza kufanya kazi vizuri, basi serikali itamwongezea na imkuze ajenge nyingi zaidi na vijana wenziwe, ili wakulima sasa badala ya kubeba yale ya mgongoni na kupuliza hivi, warushe ndege nyuki zikapulize mazao. Lakini hapa niwapongeze sana shirika la AGRA kwa kazi kubwa hii walioifanya, lakini vile vile wametimiza miaka 20 ya kufanya kazi nasi hapa Tanzania. Hongereni sana AGRA. Ndugu zangu, tumefikia hatua nzuri. Kazi iliyo mbele yetu ni kuhakikisha kuwa mbinu na taaluma hizi tulizoziona hapa zinamfikia mkulima, mfugaji na mvuvi kule walipo. Tuhakikishe kwamba mambo haya tuliyoyaonesha hapa yanakwenda kumsaidia kuzalisha kwa tija, kupata soko na kuongeza vipato vyao. Huko ndiko tunakotaka kuona uwekezaji huu ukitoa matokeo ya moja kwa moja. Tuone mkulima, mvuvi na mfugaji anafaidi kule aliko na anaongeza kipato chake. Kwa muktadha huo, nawashukuru na kuwapongeza wakulima, wafugaji na wavuvi wote nchini kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kulilisha taifa, kuzalisha malighafi za kiwandani au viwandani na kuliingizia taifa fedha za kigeni. Asanteni sana kwa mchango wenu, tunautambua na tunauthamini. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, sekta za kilimo, mifugo na uvuvi zimeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi na ustawi wa taifa letu kwa kuchangia katika ukuaji wa pato la taifa, kutengeneza fursa za ajira na kukuza shughuli nyingine za kiuchumi kwa kiasi kikubwa. Tunapozungumzia uchumi wa viwanda, sekta hizi ndizo zinazozalisha baadhi ya malighafi. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kuwekeza katika kuongeza tija na ushindani wa sekta hizi, ikiwemo kuongeza bajeti ya Wizara ya Kilimo kama ilivyosemwa hapa kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021/22 hadi shilingi trilioni 1 bilioni 105 mwaka 2005 na 2006 mwaka wa fedha tuliomaliza. Vile vile katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi, bajeti imeongezwa kutoka shilingi 169.2 mwaka huo 21/22 hadi kufikia shilingi bilioni 476.6 mwaka jana wa fedha 25/26. Sambamba na hayo, tumeendelea kuimarisha huduma za ugani, kutoa ruzuku za pembejeo, kuboresha vyama vya ushirika na kupanua ushiriki wa sekta binafsi katika uzalishaji, uhifadhi na utafutaji wa masoko na uwekezaji kwenye minyororo ya kuongeza thamani ya bidhaa hizo. Aidha, serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa mikopo na fedha za uwekezaji katika sekta ya kilimo kama vile tulivyofanya
kama vile tulivyofanya kwa Benki ya Kilimo ya Tanzania. Benki hii mwaka 2021 ilikuwa na shilingi bilioni 60 kama mtaji. Tumeipa nyongeza ya mtaji mwaka 2021 hadi 25 shilingi bilioni 392 na kufanya jumla ya mtaji kwa benki hii kuwa bilioni 452. Lakini mtaji huo umekwenda kutoa mikopo iliyotolewa na benki hiyo kufikia shilingi bilioni 248, ambapo mkopo uliotolewa katika kipindi cha awamu ya 6 ni shilingi, yaani mkopo uliotoka hadi kufikia 2021 kutoka mwaka 2015 hadi 2021 ni bilioni 248, lakini ndani ya kipindi cha awamu ya 6 tumeshatoa mkopo wa shilingi trilioni 1 bilioni 300, sawa na 84% ya mkopo wote uliotolewa na benki hii. Jumla ya mkopo uliotolewa na benki hii ni shilingi trilioni 1 bilioni 500. Jitihada hizi si za kwetu peke yetu, lakini tumeshirikisha pia wadau wa maendeleo, nao ni JICA na French Development Agency au AFD, ambao nao wametoa shilingi bilioni 661 ndani ya benki hii. Hapa nataka kupongeze sana benki hii kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kufanya, lakini pia kutambulika na taasisi za kimataifa kuwa benki bora katika sekta hii ya kilimo. Hatua hizi zimeendelea kuleta matokeo katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji, ikiwemo kuongezeka kwa matumizi ya mbolea na mbegu, kwa sababu wakulima wana mtaji, wana fedha ya kutumia. Wameongeza matumizi ya mbolea na mbegu, na vile vile kwa kuwa mbolea hii inatoka kwa ruzuku, nalipa nusu bei ya mbolea. Wameongeza matumizi ya mbolea na mbegu bora, lakini pia imeongeza tija kwenye uzalishaji wa mazao ya chakula, mifugo na uvuvi. Na kama mlivyoona leo, jitihada nyingine, tumeshakabidhi bilioni 300 katika benki zile 7 ambazo nazo fedha hizi zinakwenda kumfaidisha mkulima, mvuvi na mfugaji, kuongeza tija na kuongeza uzalishaji na mauzo ya nje na ndani ya nchi. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Hatua zilizofikia ni matokeo ya juhudi za pamoja za serikali, wakulima, wafugaji, wavuvi, watafiti, wafanyabiashara, sekta binafsi na wabia wa maendeleo. Juhudi zote hizo ndiyo mafanikio yao haya tunayoyazungumza leo, na hapa nawashukuru na kuwapongeza wote kwa michango yenu katika pato la taifa. Ndugu viongozi na wananchi, jitihada zilizofanyika zimetambuliwa pia na wenzetu wa kimataifa. Taarifa ya mfumo wa kimataifa wa taarifa na tahadhari ya mapema kuhusu chakula na kilimo iliyotolewa na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO mwaka 2025 ilikadiria uzalishaji wa nafaka ndani ya Tanzania kwa mwaka 2024 kufikia rekodi ya tani milioni 13.9, karibu milioni 14, kutoka takriban tani milioni 11.4 kwa mwaka 2023 na kwa mwaka 2023. Hili ni sawa la asilimia 22 ya ongezeko ndani ya mwaka mmoja. Hiyo ni kazi kubwa sana na lazima tujipongeze. Tathmini hii pia inathibitisha kuwa fursa zinazotokana na msimu mzuri wa uzalishaji zinapofungamanishwa
na sera bora, upatikanaji wa pembejeo, huduma bora za ugani na jitihada za wananchi, taifa linaweza kupata mavuno makubwa na kwa uhakika zaidi. Vile vile, ripoti ya 5 ya mapitio ya mpango kabambe wa maendeleo ya kilimo Afrika ya mwaka 2025 iliwasilishwa katika mkutano wa Umoja wa Afrika mwezi Februari mwaka huu, imeitambua Tanzania kwa uwajibikaji, matumizi ya takwimu katika mipango pamoja na ushiriki wa vijana na wanawake katika minyororo ya thamani ya mazao ya kilimo. Mwaka 2014 Umoja wa Afrika, African Union, ulikutana kule Malabo nchini Guinea na kukubaliana kwamba ndani ya kipindi cha miaka 10 ifikapo mwaka 2025 nchi za Afrika ziwe zimetoa au zimekuza sekta ya kilimo hadi kufikia 10%. Katika tathmini iliyofanyika mwaka jana 2025, shirika linalosimamia shughuli hii limeipa Tanzania 7.01 kati ya 10%. Ingawa hatukutimiza 10% mwaka jana, lakini tuko mbioni, tunaikimbilia 9.40 ambayo ni kiwango cha chini kilichowekwa ili nchi ihesabike kwa katika kasi inayotakiwa kufikia malengo ya azimio la Malabo. Na tathmini ya mwaka jana imetoa muda zaidi kwa nchi zetu kuifikia 10%. Nina hakika kwa kasi tunayokwenda nayo hadi mwakani Tanzania tutafikia 9.4 na tutaingia kwenye nchi ambazo zinatambuliwa kwa maendeleo ya kilimo. Ripoti hiyo pia imeonyesha maeneo yanayohitaji kuwekewa nguvu zaidi, yakiwemo kuongeza tija, kuwekeza zaidi kwenye utafiti na teknolojia, kupunguza upotevu baada ya mavuno, kukuza lishe na kuongeza upatikanaji wa fedha kwenye sekta hizi. Sasa maeneo yaliyoainishwa kwa kiasi kikubwa serikali yetu tunaendelea kuyafanyia kazi, na ndio maana nasema miaka 2 ijayo Tanzania tutafikia kile kiwango cha chini cha 9.4 kilichowekwa. Ndugu wananchi, takumbuka pia kwamba nilipotembelea maonesho haya mwaka jana, nilisisitiza kuimarishwa kwa huduma za ugani nchini ili ziwafikie wakulima wengi na kwa ufanisi zaidi. Nafurahi kwamba sasa tumefikia hatua ya kuanzishwa kwa wakala wa taifa wa huduma za ugani za kilimo, kwa ufupi NAESA, ulioanza kazi mwezi Julai mwaka huu, na tayari leo nimezindua na kukabidhi magari 48 kwa awamu ya kwanza yatakayokwenda kutumika katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wakala huu. Aidha, nimezindua matrekta kwa ajili ya vyama vya ushirika. Mtakumbuka pia kwamba nilitoa ahadi ya kuanzisha vituo vya zana za kilimo katika zoni tutakazozitambua ndani ya Tanzania nzima. Tumekaa na kuamua kwamba kazi ile sasa itasimamiwa na vyama vya ushirika vya Tanzania katika zoni zao. Hivyo basi nimekabidhi matrekta yale na zana tutakazozinunua kwa vyama vya ushirika ili wao wasimamie wakulima wao. Nisisitize kuwa vitendea kazi hivi vikatumike kwa malengo yaliyokusudiwa na si vinginevyo. Katika mwelekeo huo, nawapongeza Waziri wa Kilimo na Waziri wa Mifugo na Uvuvi pamoja na watendaji wao wote kwa kusimamia na kufanikisha hatua tuliofikia. Na nitoe wito kwa wizara, mamlaka na serikali za mitaa, taasisi za umma na sekta binafsi na wadau wengine kushirikiana na taasisi hii ili iweze kufanya kazi
na kuafikia malengo ya kuanzishwa kwake. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, nchi yetu imeanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo utakayotuchukua mpaka mwaka 2050. Na nimefurahishwa na kauli mbiu ya maonesho ya 8 ya mwaka huu inayosema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza Dira 2050. Kauli mbiu hii imetambua umuhimu na uzito tunaopaswa kuweka katika kuyageuza malengo makubwa ya dira tuliojiwekea kuwa uhalisia katika kutimiza matamanio na matarajio yetu. Kimsingi, Dira 2050 imetoa nafasi kubwa kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika kuongeza tija, kujenga viwanda, kuzalisha ajira na kupanua biashara. Ni dhahiri kuwa kutambua soko kunaongeza tija, na mfano tunao hapa Tanzania. Tulipolitambua na tukawa na soko la uhakika la tumbaku, tumewekeza nguvu kwenye sekta hiyo na tumeweza kuzalisha tumbaku kwa kiasi kikubwa. Tulipolitambua soko la kahawa, tumeweza kuongeza tija katika uzalishaji wa zao la kahawa. Vile vile katika mazao ya baharini, baada ya kutambua soko la Asia, China na nchi nyingine, leo watoto wa Kisukuma wanakuza na kufuga majongoo ya baharini. Majongoo ya baharini yalikuwa ni kwa watu wa pwani, watu wa baharini. Leo watoto wa Kisukuma na Kikuria wote wanafuga mazao ya baharini. Imekuwa hivyo kwa sababu wanajua soko liko wapi la uhakika, na soko ambalo linawapatia kipato kizuri. Naomba niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kutafuta masoko ya ndani na ya nje ya nchi kwa ajili ya mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tumeifungua nchi kibiashara na uwekezaji, na tunaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje sambamba na mwelekeo wa dira yetu ya taifa unaoipa sekta binafsi nafasi kubwa ya takriban 70% katika utekelezaji wake. Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, sasa najielekeza katika kutoa maelekezo yafuatayo. Maelekezo la kwanza nimeshalitoa, la kuongeza kanda za maonesho, lakini la pili, wizara hizi mbili zishirikiane na Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhakikisha kama ilivyoeleza Wakala wa Huduma za Ugani unatekeleza majukumu yake kwa tija, ufanisi, ikiwemo kuimarisha dhana ya ugatuaji wa madaraka, yani D/D. Kwa maana nyingine, nataka shughuli zitakazotekelezwa na wakala huu ziwe sehemu za mifumo ya mamlaka ya serikali za mitaa katika ngazi zote, na ndipo watakapoweza kutekeleza majukumu yao. Vinginevyo TAMISEMI watasema hatusiki na nyinyi, watahusika moja kwa moja makao makuu na watashindwa kuwafikia vyema wale tunaowalenga. Lakini pili, taasisi zetu za utafiti wa kilimo, mifugo nchini ziendelee kufanya tafiti za ubunifu na teknolojia za kisasa na rafiki ili ziweze kutumiwa na wananchi katika kuongeza tija na uzalishaji katika sekta hizo za kilimo, uvuvi na mifugo. La tatu, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi na TAMISEMI pamoja na wadau wengine kuendelea kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji. Nawapongeza kwa kuwa sasa migogoro hiyo imepungua kiasi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi, na hatuna sababu ya makundi haya kuendelea kugombana wakati yote ni muhimu katika uzalishaji na ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla. Ndugu zangu, kila ninapopata fursa ya kuzungumza na wananchi, huwa nasisitiza wajibu wetu wa pamoja wa kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi yetu.
Tunu hizi muhimu ndio msingi wa shughuli zote za maendeleo tunayoyajenga. Bila msingi huo, hata mafanikio tuliyoyaona katika kilimo, mifugo na uvuvi hayawezi kuwa na maana. Kwa hivyo, niwasihi Watanzania wenzangu, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu na tuwe macho dhidi ya yoyote anayetaka kutugawa, kutuchochea na kututumia kuhatarisha amani na utulivu tulionao. Tusimpe nafasi mtu wa aina hiyo. Napoendelea kumalizia, kwa dhati kabisa niwapongeze pia washindi wote waliotunukiwa tuzo mbalimbali katika maonyesho haya, pamoja na washiriki wote kwa ujumla wao. Na wasihi maarifa, teknolojia na uzoefu mliopata pahali hapa visiishie kwenye maonyesho. Nendeni mkavitumie kwenye mashamba, kwenye maeneo yetu ya uvuvi baharini na maziwa, na katika mashamba yetu ya mifugo, ili vilete matokeo ya moja kwa moja kwa wananchi. Mwisho kabisa, niwashukuru sana kwa tunzo mlionipatia wizara mbili zinazosimamia maonyesho haya, kwa kutambua mchango wa serikali katika mageuzi yanayoendelea katika sekta zenu, na niseme asanteni sana. Nendeni kachapeni kazi ili nasi tupe nguvu ya kuwapa nguvu zaidi, kuwapa fedha zaidi, kuwapa msukumo zaidi, ili tufanikiwe kwa kiasi chengine kikubwa zaidi. Tuzo hii si yangu peke yangu, ni yetu sote. Kama ambavyo nimekuwa nikisema mara kwa mara, kwa mimi ni mwongoza njia tu, lakini mafanikio tunayoyaona yanatokana na kazi kubwa ya pamoja zinazofanywa na sekta mbili hizi, lakini wakulima wenyewe, wavuvi na wafugaji wenyewe, na wadau wa maendeleo na washirika wa maendeleo. Hivyo ninyi nyote mnastahili tuzo hii kwa juhudi zenu ambazo zimewezesha sekta hizi kupiga hatua. Baada ya kusema haya, sasa nitamke rasmi kwa maonesho ya kilimo, mifugo, uvuvi na sherehe za Nane Nane kitaifa na kimataifa kwa mwaka huu 2026 yaliyofanyika katika viwanja vya Dr. John Samuel Malecela jijini Dodoma sasa yamefungwa rasmi.